Naam, mtazamaji, baada ya mataifa 17 ya Ulaya pamoja na balozi ya Marekani chini ya utawala wa Trump kutuma barua kwa serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu dhidi ya ukandamizaji wa haki za binadamu na uvunjifu wa haki za raia wa Kitanzania, Samia Suluhu na jeshi la polisi Tanzania sasa wamejibu kwa kuchukua hatua hii nzito. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Tanzania kwa mara nyingine tena iko kitovu cha tahadhari duniani baada ya mataifa ya nje ya Ulaya 17 na balozi wa Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump kutuma barua rasmi kulaani kile walichokitaja kuwa ukandamizaji unaoongezeka na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo. Shinikizo la kidiplomasia liliongezeka zaidi pale Umoja wa Mataifa ulipotoa ombi kwa Samia Suluhu, ombi kali la kuitaka serikali ya CCM kuondoa zuio la maandamano nchi nzima ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 9 Disemba. Katika kukabiliana na ongezeko hilo la uchunguzi wa kimataifa na Umoja wa Mataifa na mataifa ya Ulaya na mabalozi ya Marekani, uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan na jeshi la polisi leo umechukua hatua au imechukua mkondo ambao ni wa kushtua. Maoni ya hivi punde ya Umoja wa Mataifa yalikuja kupitia ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu, ambapo msemaji Seif Magango alitoa taarifa ya kuitaka serikali ya Tanzania ya Samia kurejesha uhuru wa kimsingi wa kuandamana kama vile hali ya kukusanyika kwa amani na kujieleza tarehe 9 Disemba. Walisisitiza Umoja wa Mataifa kuwa wananchi lazima waruhusiwe kukusanyika na kutoa dukuduku zao bila vitisho, hasa wakati wa sikukuu ya kitaifa yenye maana ya kuashiria uhuru na umoja. Haya ndiyo yale ambayo Umoja wa Mataifa mabalozi 17 ya Ulaya yaliweza kutuma barua yakisisitiza kwamba wananchi wana haki ya kuandamana kwa amani. Haya ndiyo yale ambayo mataifa 17 ama mabalozi 17 ya Ulaya yalituma barua yakiomba serikali ya Tanzania kuruhusu maandamano ya amani na kutotumia nguvu katika maandamano dhidi ya raia wake. Vilevile, balozi ya Marekani chini ya utawala wa Trump pia ilituma barua sawia na hiyo. Katika ujumbe wa kamishna wa Umoja wa Mataifa alionya serikali ya Tanzania kuwa uwekaji wa vikosi vya jeshi kuzuia maandamano ya tarehe 9 Disemba ni kinyume cha sheria za kimataifa, akisisitiza kuwa hatua hizo zinadhoofisha misingi ambayo Tanzania imeahidi kwa muda mrefu kuzingatiwa. Katika hali ya kushangaza, sasa jeshi la polisi la Tanzania kupitia serikali ya Samia Suluhu limetoa taarifa rasmi kueleza kuwa maandamano ya tarehe 9 Disemba yamepigwa marufuku kwa sababu hayana uhalali wa kisheria, licha ya barua hizo zote kumiminika kutoka mataifa ya kigeni. Mamlaka za polisi zilisema hazijapokea taarifa yoyote rasmi au mawasiliano ya maandishi ambayo yangeruhusu matukio hayo kuendelea kwa mujibu wa sheria za kitaifa. Kwa mujibu wa jeshi hilo la polisi la Tanzania, taarifa za kijasusi zilizokusanywa katika wiki za hivi karibuni zilipendekeza kuwa waandaji wa maandamano walikusudia kuvuruga amani na kuleta machafuko ya taifa zima badala ya kufanya mkutano wa amani, na hivyo kuifanya serikali ya Samia kuchukua hatua kwa tahadhari. Jeshi la polisi walisisitiza kuwa bila taarifa kumbukumbu iliyowasilishwa chini ya sheria ya polisi na polisi wasaidizi, hakuna maandamano yanayoweza kufanyika kisheria. Walisema kuwa marufuku hiyo haikuwa kukataliwa kwa haki za binadamu, bali ni hatua ya lazima ya kuzuia machafuko Tanzania, wakibainisha kuwa shughuli zilizopangwa zilileta tishio kubwa kwa usalama wa umma. Uhalali huu ulikuja huku taifa likiendelea kukabiliana na machafuko yaliyofuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 hivi majuzi, ambapo mamia ya Watanzania walipoteza maisha na wengine zaidi ya 2000 kukamatwa katika maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Matukio ya ghasia ya mwishoni mwa Oktoba yalilazimisha serikali ya Tanzania kuweka marufuku ya kitaifa kwa maandamano ya umma yanayofuata, hatua ambayo imesababisha ukosoaji mkali kutoka kwa vikundi vya haki za binadamu na uangalizi wa kimataifa. Mashirika ya haki za binadamu yanahoji kuwa marufuku hiyo imeminya pakubwa uhuru wa kiraia Tanzania, hasa uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani.
Serikali hata hivyo inashikilia kuwa kizuizi hicho ni chombo cha muda lakini muhimu cha kulinda utulivu na amani wa kitaifa hadi hali ya wasiwasi itakapopungua. Katika taarifa yake, Seif Magango wa Umoja wa Mataifa ama UN alisisitiza kuwa matumizi ya risasi za moto katika maandamano kuwatawanya waandamanaji ni marufuku kwa mujibu wa sheria za kimataifa na inaweza tu kutumika kama suluhu la mwisho wakati wa kukabiliana na hatari kubwa na isiyoweza kuepukika. Alizikumbusha mamlaka za Tanzania kwamba makamanda wa usalama wana wajibu wa kulinda haki za binadamu kabla, wakati na baada ya mikusanyiko yote ya hadhara au maandamano. Kamishna huyo wa Umoja wa Mataifa UN alisisitiza zaidi kwamba siku ya uhuru inapaswa kuwa sherehe ya uhuru na umoja wa kitaifa, licha ya Samia Suluhu kuweza kufuta siku hiyo, sio wakati wa hofu au kukandamizwa, kulingana na kamishna huyo wa UN, na anataka Watanzania waruhusiwe kuandamana kwa amani tarehe 9 Disemba. Wakati taasisi za kimataifa zikizidisha uchunguzi, jeshi la polisi lilisisitiza msimamo wake maradufu, likieleza kuwa maandamano yaliyopangwa Disemba 9 yanahatarisha sana amani na yanaweza kuleta madhara kwa jamii nzima. Polisi wa Tanzania walikataa madai yaliyotolewa na Umoja wa Mataifa na mataifa mengine ya nje, wakisisitiza kwamba hakukuwa na ombi rasmi la mkutano wa hadhara na hivyo hakuna msingi wa kisheria ambao maandamano hayo yanaweza kuendelea. Mgongano huu kati ya watekelezaji sheria wa ndani na jumuiya ya kimataifa ya haki za binadamu umezua mjadala mkubwa kote nchini na mataifa ya kigeni ambayo awali yalisisitiza haki ya kuandamana kwa Watanzania. Uongozi wa jeshi la polisi ulisisitiza kuwa wajibu wao ni kuwalinda wananchi dhidi ya machafuko na vurugu, huku ukibainisha kuwa Tanzania haiwezi kumudu kuyumba zaidi. Wanasema kuwa jaribio lolote la kuruhusu maandamano Tanzania yasiyoidhinishwa wakati wa mvutano wa kisiasa uliokithiri linaweza kusababisha ghasia mpya kama ilivyotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba. Kwao kipaumbele kinasalia kudumisha amani hata kama vitendo vyao vinakosolewa kutoka nje ya nchi. Hali hiyo imeibua mijadala mikali ya kitaifa kuhusu utawala wa sheria na haki za kiraia nchini Tanzania. Wataalamu wa sheria, wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamejaza vipindi vya redio na mabaraza ya mtandaoni kwa hoja zenye hisia kali kuhusiana na marufuku hii ya maandamano ya tarehe 9 Disemba. Wananchi kote nchini sasa wanapambana na nini? Maana ya majibu ya serikali na jeshi la polisi kwa mustakabali wa ushiriki wa kisiasa na mataifa ya nje. Wengine wanahofia kuwa vikwazo hivyo vinaweza kuweka historia inayoweka kikomo uwezo wa Tanzania kuwahoji viongozi wao. Wengine wanaamini kuwa serikali inatekeleza wajibu wake ili kuzuia maafa ambayo yametikisa taifa hivi karibuni. Mvutano kati ya mitazamo hii unaonyesha mgawanyiko unaoongezeka katika maoni ya umma. Zaidi ya mjadala wa kitaifa, jumuiya za kimataifa zinatazama kwa karibu. Umoja wa Mataifa umesisitiza kuwa serikali ya Tanzania lazima iheshimu wajibu wa haki za binadamu, ikisema kwamba matumizi yoyote ya nguvu dhidi ya raia wa Tanzania wenye amani sio tu yatakiuka mikataba ya kimataifa na mataifa nje na Tanzania, bali pia hatari ya kuharibu sifa ya Tanzania duniani na uhusiano wake na mataifa ya nje. Misheni za kidiplomasia nchini zimeunga mkono masuala haya, zikisisitiza kwamba utulivu na heshima kwa uhuru wa raia Tanzania vinaweza kuwepo wakati unasimamiwa kwa uwajibikaji. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika taarifa ama ripoti hizi. Ningependa kusikia maoni yako upande wa maoni chini ya video hii. Je, una lipi la kusema kuhusiana na marufuku hii iliyotolewa na jeshi la polisi na serikali ya Tanzania kwa maandamano ya tarehe 9 Disemba? Je, unaunga mkono marufuku hii au je unaipinga? Nijuze maoni yako kisha bonyeza alama like na ubonyeze neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.